Basi bana, hamna shida bana. Sawa, nipe laana basi bana. Ndugu zingine wanaga shukrani rafiki yangu. Yaani nafanya msaada kila siku, najinyima, nikipata kidogo natuma kidogo na baki na kidogo, lakini lawama kibao. Anaongea maneno mpaka anatafuta laana rafiki yangu. Sasa mimi kama nina hela hapo kwani nishinda kuwatumia rafiki yangu? Kula wenyewe tunaunga hapa, makazi yenyewe magumu haya, mtu analalamika rafiki yangu, kesi kidogo tu. Unajua kusaidia sio jambo baya, ni jambo jema kabisa. Lakini sasa kulazimisha kutoa msaada mpaka ikafikia hatua wewe mwenyewe ukawa unahitaji usaidiwe, huo unakuwa sio msaada tena. Hapo ni sasa umeongeza idadi ya watu ambao wanahitaji msaada, kitu ambacho ni very wrong, kwa sababu nature ya msaada sahihi unatakiwa yule ambaye unamsaidia umfanye awe huru kiasi cha kuweza kujitegemea baada ya kumpa msaada wako, lakini sio kumfanya sasa awe mtumwa kiasi ambacho akutegemee zaidi na asiweze kufanya chochote bila msaada wako. Na hili mara nyingi huwa linasumbua sana, kwa sababu watu wengi huwa hatuzingatii levels za maisha yetu katika kutoa msaada kwa watu wetu. Huyo kuna level ya kujitafuta, level ya kutafuta hela ya kula ambayo ndo sisi tuna survive nayo hapa. Na kuna level nyingine ya kuweka akiba. Sawa, ambapo hii angalau sasa unaweza sawa walau ukasema unachukua jiko unaweka ndani, unatengeneza mtoto, kwa sababu kipato kinakuwa kimekua. Na ukizingatia ukuaji vizuri, kuna level nyingine sasa ni level ya kufanya maendeleo. Utaona tu inakuwa yenyewe bila kulazimisha. Hapo sasa unaweza kawekeza, hapo unaweza kumchukua mdogo wako ukampa project ya kufanya naye akasimamia. Hapo sasa ndipo ambapo unatakiwa na wewe uanze kusaidia wengine. Lakini sasa kitu ambacho tunakosea sisi, unakuta mtu yupo katika level ya kutafuta hela ya kula, lakini bado anataka alazimishe kufanya uwekezaji. Huyu atakuwa anajiumiza tu bure. Au mwingine yupo katika level ya kujitafuta, lakini bado analazimisha kutafuta wengine awasaidie. Huyu anaenda kuchuma dhambi za bure, kwa sababu msaada pia ni tendo la kiungu ambalo nishati yake lazima iwe positive. Kwa unaposaidia alafu kwa na manunguniko kama hivi, maana yake ni kwamba unainajisi ile nishati. Kwa hilo tendo linakuwa halina fadhila, linakuwa ni tendo baya. Lakini pia hata ukirudi kwenye uhalisia, kwa namna ambavyo unasaidia kiasi cha kuwaaminisha wale unaowasaidia kwamba hawawezi kuishi bila wewe, that's the totally wrong. Kwa sababu hao waliweza kuishi kabla ya msaada wako, lakini kumbuka pia wataishi hata baada ya wewe kufa katika hii dunia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unatengeneza tegemezi ambalo ni lagelesha tu, huwa haliko real. Lakini concept muhimu ambayo lazima uielewe brother, unapochojiwa taulo lililokustili hadharani kwa ajili ya kumsaidia tu mtu afutie maji ya kichwani, huo sio uungwana, ni uhayawani.